Naam bwana, mambo vipi? Ni Mr. Analyst Online Media. Bwana, kipindi hewani ni tamu na chungu za kimichezo. Sasa leo bwana, nimekuja kukumbushia jambo moja hivi fulani katika undava wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo kubwa zaidi leo tunaenda kuangalizia yale matukio ambayo yalishika hatamu kunako michezo ligi kuu soka Tanzania bara. Bwana, ilikuwa mechi kati ya Simba na Yanga ambapo ilichezwa miaka 8 nyuma, hiyo inamaanisha 2018, ambapo Simba walishinda kwa ushindi wa goli moja likifungwa na Erasto Nyoni kwa Yes, basi katika hii game bwana, kuna tukio moja lilitokea ambalo la kusikitisha katika michezo, ambapo beki wa Dar es Salaam Africans Kevin Yondane alimtemea mate beki wa upande wa kushoto kunako klabu ya Simba Asante Kwase. Bwana, ilikuwa ni hatari na kila mmoja alizungumza kivyake na kujidilisha kabisa hii si vitendo vya kiungwana katika mchezo wa soka. Na baadaye ilitoka taarifa mchezaji huyo Kevin Yondane kufungiwa mechi 3 na pamoja na faini ya shilingi milioni 1. Bwana, katika matukio ya kusikitisha na ambayo hayakuwa ya kuhuzunisha na si ya kiungwana, basi hili moja hapo hatuwezi kuliacha, ambayo yametokea katika ligi kuu soka Tanzania bara. Bwana, ilikuwa ni hatari sana 2018, na hiyo mechi iliisha kwa Yanga kupata ushindi wa Simba kupata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Yanga. Bwana, sio hilo tu, kuna tukio lingine ambalo lilitokea katika msimu huo ambapo ilikuwa baina ya Simba Sports Club na Kagera Sugar, ambao mchezo ulichezwa pale Kaitaba jijini Bukoba, ambapo Simba walishinda kwa ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Kagera Sugar, ambapo beki tegemezi wa Kagera Sugar wa kipindi hicho Juma Nyoso alitokea kumpiga shabiki wa timu ya Kagera Sugar mpaka kuzimia, tukio ambalo lilipelekea mpaka maaskari kuingia katikati ya uwanja na kumchukua mchezaji huyo na kuondoka naye kwa makosa ya jinai ya kumpiga mchezaji mpaka kuzimia. Bwana, imekuwa ni kawaida kwa beki Juma Nyoso, ambapo si tukio lake la kwanza, kama unavyoweza kukumbuka kuwa aliwahi kuhusishwa na kumpiga dole mchezaji wa Azam FC kipindi hicho John Raphael Boko, ambapo ilikuwa si mchezo wa kiungwana katika mechi zetu za soka. Kama unavyoweza kuona video hapa, maaskari polisi wakiwa wamemchukua mchezaji huyu kwa ajili ya kwenda kumshughulikia na kufuata taratibu za kisheria katika nyanja za kimichezo. Bwana, hii ilikuwa tukio moja la udhalilishaji ambalo lilitokea hapo Kaitaba baada ya mchezaji huyo kupigwa ngumi na Juma Nyoso baada ya kupokea maneno ambayo si rahisi kuyavumilia. Kama unavyoweza kuona hapo, golikipa wa timu hiyo Juma Kaseja akiwa anajaribu kuwapooza waamini askari polisi ili wasiweze kumchukulia hatua mchezaji huyo. Hiyo ilikuwa kwa upande wa Juma Nyoso na Kagera. Bwana, tukio lingine ni hili hapa, Kevin Yondane kama unavyoweza kumuona hapo. Bwana, Yondane kama tunavyojua kwa mwaka 2012 ndo alikuwa anatoka Simba kuelekea Yanga, lakini ondoka yake ilikuwa haina utaratibu ambao unatakiwa. Basi hapa akakutana na mwandishi wa habari, akana mmoja yeye anachukuliaje kutoka Simba kwenda Yanga, na huku maneno yakionekana kuwa kuna taratibu hajazifuata. Unajua aliwajibu nini? Ambaye kwa upande wake yeye ni fresh, hapo anasikia poa kabisa. Kama unavyojua kuamini nimeshachukua hela, yaani akimaanisha ameshachukua mzigo wa Yanga, kwa hawezi kuwa kigeugeu kwa upande mmoja, kwa namna moja ama nyingine. Huyo ndo beki Kevin Yondane ambaye amekipiga kunako klabu ya Dar es Salaam Africans kwa mafanikio makubwa, akichukua ubingwa wa ligi kuu zaidi ya mara 5, FA mara 1, akichukua ngao ya jamii zaidi ya mara 2.